Kwa jimbo Injilisti, watumishi mliopo na washirika wote, tunamshukuru Mungu kwa kupata nafasi hii kuwepo kwenye jimbo la Magharibi siku ya leo, na kipekee kwenye ushirika wetu hapa Handeni. Kwa kuwa sehemu hii sasa imekuwa ni jimbo, ndio maana tunaonekana mara kwa mara, sio kama zamani. Huku ni jimbo, ni center yetu ya jimbo, kama tunavyotembelea center nyingine za majimbo yetu, pale Kana, pale Soni, pale Mlalo, pale Korogwe, na sasa Handeni tutakuwepo mara kwa mara. Na ndio nathibitisha hayo kwamba katika mwaka huu nimekuwepo mapema mwanzoni mwa mwaka, na leo hii nipo tena katika ushirika huu kwa ajili ya kuona mambo mbalimbali yanayofanyika katika kanisa la Mungu. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu sana kuwepo mahali hapa siku ya leo. Nianze kuendelea kutambulisha wale niliofuatana nao kutoka ofisi kuu, wenzetu wa habari na redio na wenzetu wa IT. Najua wako hapa, wanyoshe mikono yao tu. Naona kina Masia, wao ni watoto wa hapa, na ibada. Asante. Mimi siku ya leo sina mambo mengi, lakini nianze kuwapongeza tu. Tunapenda kuwapongeza washirika wa Handeni kwa jinsi mnavyojitoa katika maisha ya ibada, kutumikia Mungu wenu. Matoleo yenu tunaona kila siku tunapopitia ushirika huu unavyoendelea kukua. Tunaangalia vikundi vyetu vya kwaya vinavyoendelea kukua, malezi kwa watoto yanavyoendelea kuimarika, ambalo ndilo jukumu letu kubwa sisi kama Wakristo. Baba mchungaji na ushirika mzima, tuendelee kuyafanya hayo kwa utukufu wa Mungu mwenyewe. Bwana asifiwe sana. Chukua nafasi hii kuwaletea salamu chache kutoka kule tulikopita katika kipindi hiki. Lakini salamu za kwanza nianze kuleta kutoka kule Ujerumani, ambapo tumekuwepo mimi pamoja na baba dini mteule mchungaji Frank Mtangi. Baada ya Pasaka mpaka mwanzoni mwa mwezi huu wa 5 tulialikwa na wenzetu katika jimbo la Staaken kule Berlin, ambapo tumeona kuna mwamko mkubwa wa wenzetu kushirikiana nasi katika mambo mengi. Kwa kawaida sisi dayosisi yetu, uhusiano wetu kule Ujerumani unalenga sana sharika na majimbo yaliyoko eneo hilo la Bielefeld hapo, jimbo la Floto, jimbo la Minden, jimbo la Oberhausen, jimbo la Bielefeld hayo. Lakini kule Berlin tuna uhusiano wa siku nyingi ambao unahusiana na jimbo la Pwani, lakini haujapata nafasi ya kutiwa nguvu sana katika ngazi yetu ya dayosisi. Kwa hivyo mwaka huu tumepata nafasi ile, na ni ushirika mkubwa ambao wanatusaidia mambo mengi katika jimbo lile, na tunauanzisha ni kama kwa upya katika kipindi hiki, kwamba wameingia kwa nguvu kubwa, na mwaka ujao watafika mkuu wa jimbo pamoja na washirika 25, ni kama kwaya hivi, watatembelea jimbo letu la Pwani na kuendeleza kuimarisha uhusiano huu. Na zaidi sana wenzetu wale wamekubali kuwa na uhusiano wa pekee na kituo chetu cha watoto yatima pale Irente, na hata juzi walichanga fedha ambazo wanazituma katika majuma haya ili ziweze kusaidia kazi ya kituo chetu cha watoto yatima pale Irente. Na hili tunamshukuru Mungu sana kwa neema yake. Na katika matembezi yetu, kitu tunachokifanya nyakati hizi
ni kuhakikisha kwamba sharika zetu zinaimarika katika uhusiano mbalimbali na wenzetu kule Ulaya na Marekani. Na hili tunakwenda nalo kama nilivyosema hata wakati uliopita, ili jimbo hili la Magharibi liweze kupata uhusiano wa moja kwa moja na majimbo mengine kule nchini Ujerumani. Na hili tunalifanyia kazi, tena kazi kwa kina. Nimeona niliseme hili wakati ule uliopita, tulizungumza ujio wa baba askofu Johan Tierberg kutoka Sweden, ambaye mkazo wetu mkubwa ni kujaribu kuona tunawekaje uhusiano wa kutosha na jimbo hili la Magharibi. Najua kuna ule uhusiano wa sharika, lakini basi ziara yake ile iliahirishwa, atafika mwezi wa 8, na atakapofika tutafika naye pia huko Handeni. Mtuombee katika harakati hizi ili siku moja tuwe na uhusiano uliokamilika sana kati ya jimbo letu na majimbo mengine yaliyoko nje ya bara letu la Afrika. Na katika ziara yetu ile tulihudhuria sikukuu kubwa ya kanisa wanaita Kirchentag, ambayo ilifanyika pale Hannover. Iliunganisha washarika wengi, karibu Wakristo 150,000. Ni Wakristo wengi sana waliokusanyika pale wa kanisa la Kiinjili la Kiluteri pale Ujerumani. Na kitu kikubwa nilichoshangaa ni kuona watu wakipiga tarumbeta zaidi ya 3,000. Tarumbeta tukiwa na 100 tu, nafikiri hapa sisi tunashangaa, tunachanganyikiwa kidogo. Sasa 3,000, yale matarumbeta makubwa tu, yale matuba karibu 400, ilikuwa ni kazi kubwa kusikiliza muziki ule. Na wakati mwingine mpaka ninajiuliza kwamba au niko mbinguni au niko wapi hapa. Huwezi kujua. Maana isije ikawa mimi tayari ndio nimefika, niko mbinguni, labda hawa ndio nao waona ni malaika, lakini unaona mambo makubwa kwa kweli. Na tunafanya jambo hili hata sisi sasa tumeamua kufanya, tutafanya tamasha kubwa la vijana mwaka huu, litafanyika mwezi wa 8 kwenye jiji la Tanga. Kwa hiyo tunahamasisha hata vijana kutoka huku jimbo la Magharibi kwa jimbo hata waje 500, tuwe na tamasha kubwa kabisa ili tuweze kuona mambo hayo. Na baadaye tutakuwa na matamasha hayo ya muziki, hiyo na tarumbeta na vitu vingine. Na tulipohudhuria tamasha lile pale, ile mkutano ule, ndipo tulipata nafasi kama walivyoona kwenye mitandao wa kupewa nafasi ya dakika 5 kuonana na rais wa Ujerumani. Na hii mimi ilinipa nafasi kubwa kuzungumza na rais kwa ajili ya mambo yetu ya kazi zetu. Sio rahisi sana kupata mwanya ule, lakini walituwekea nafasi hiyo na tukazungumza hasa kwa ajili ya uanzishwaji wa museum yetu ya diocese. Tunaanzisha kujenga jumba la makumbusho la diocese yetu kwa ajili ya kuweka kumbukumbu zetu mbalimbali zilizopita. Kama mnavyojua, sisi na Wajerumani uhusiano wetu una miaka sasa zaidi ya 100 tangu wamisionari wale walipofika mwaka 1890 kwenye diocese yetu. Lakini ninapoendelea na salamu hizo, nilete salamu kipekee kutoka pale Bumbuli, ambapo wiki hii tulitembelea hospitali yetu ya Bumbuli. Tulitembelea kwa makusudi makubwa kwa sababu tumepata vifaa vipya vya vifaa tiba. Tumepata mashine kubwa ya wanaita anesthesis machine, ile ya usingizi, ambayo sisi kama diocese tumeinunua kwa milioni 53, na ni mashine nzuri. Na tunaondoa mashine iliyokuwepo ya tangu mwaka 1927. Ndio mashine iliyokuwepo, ni miaka mingi. Na hiyo wale madaktari hapa wataungana nami kwamba mashine hiyo kama mgonjwa akiingia kwenye operation, mhudumu mmoja anaishika, kazi yake ni kuipump, unaifanya hivi mpaka yule atakapoondoka pale. Daktari yuko wapi hapa? Daktari Yonaza yuko wapi? Sawa, anafahamu. Bwana asifiwe sana. Najua nalo lisema daktari anafahamu. Kwa hiyo una pump, unafanya hivi mpaka operation itakapokwisha. Sasa ukashikwa na kausingizi kama mimi ninavyoshikwa na usingizi wakati mwingine, kwamba umemuua yule. Umemuua. Lakini sasa tuna mashine automatic yenyewe inasetiwa, ikiwashwa unafanya operation mpaka mwisho, mgonjwa anaamka. Bwana Yesu asifiwe.
Tumeipata mashine ile, ni nzuri, na hata walitumwa madaktari wanaitwa madaktari wa Mama Samia. Walifika pale Bumbuli wiki iliyopita, walisema mna mashine kubwa kuliko zinazoonekana hapa katika mkoa wetu wa Tanga, mashine nyingi. Kwa tunamshukuru Mungu sana. Lakini pia tuliletewa vifaa vingine na wenzetu wa Ujerumani, na ndio maana mashirikiano yetu na Wajerumani hatutaki katika hata kidogo. Wenzetu wa Ujerumani, taasisi inaitwa GIZ inafanya kazi zake hapa Tanzania, lakini tuliwasihi na kushirikiana nao, na walisema watafika kutupa vifaa. Wamekuja na kenta nzima ya vifaa, ni zaidi ya milioni 80 vile vifaa mbalimbali vilivyokuwepo pale vya kutunza watoto, zile mashine incubators ambazo mtoto akizaliwa anaweza kupewa joto kama hajakamilika sawa sawa. Mashine hizo ziko pale ambazo zinatusaidia sana. Yao GIZ ni kifupisho cha neno la Kijerumani wanaita Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Ni uhusiano wa pamoja wa kufanya kazi za kumhudumia mwanadamu. Na hivyo wametupa zawadi, sio kwamba tumenunua, hivyo tumepewa ili iweze kufanya kazi, na tunavitumia vizuri ili kazi ile iweze kufanyika. Lakini pia tumepewa fedha na wenzetu, tumeona wametuletea fedha kutoka UM karibia milioni 11, na mtu mmoja ambaye alifika pale Bumbuli, yeye mama yake alizaliwa pale Bumbuli miaka mingi iliyopita. Alipoiona ile hospitali ilivyo, amerudi kule, amehamasisha wenzake. Tumepokea tena hapo milioni 6, na wameendelea kufanya kwa ajili ya ukarabati wa wodi ya wanawake, na kazi hii ya ukarabati inaanza kesho asubuhi pale Bumbuli. Kwa hiyo ndio maana nasema uhusiano wetu huu unatusaidia sana. Kwa hiyo ukifika pale muendelee kuombea kwamba kazi ile inafanyika vizuri katika maeneo yetu yale. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu zangu, kwa kuwa tuko kwenye ibada, niendelee kukumbusha ila CCT kwamba mchana tutakutana, na ndio maana leo tumeona tuabudu huku, na tutakuwa na ibada ile kubwa ya CCT katika usharika ule wa Anglican pale Chanika, mchana wa pamoja kuimba, kusifu, na mwenyekiti wetu wa CCT mkoa ambaye ni Baba Askofu Dr. Mndolwa tutakuwa naye katika mchana ule, na mimi kama katibu wa CCT katika mkoa wetu wa Tanga tutashirikiana na wachungaji na wakuu wa majimbo na wote waliopo na vikundi vyetu. Mwisho niseme hili la deni, mchungaji amelieleza vizuri, tutalieleza vizuri hata baadaye, lakini tumeamua sasa kwamba tuwe na harambee ile tarehe 8. Na ile harambee ukiangalia ni kama harambee najifanyia mimi mwenyewe. Mimi nimepewa kiwango changu pale Cathedral, kwa hiyo nahakikisha kwamba tarehe 8 najifanyia harambee ili niweze kukamilisha au nifike ingalau nusu. Wenzetu pale Tanga, usharika mmoja akasema sisi hiyo tarehe 8 tunataka kufuta, hatutaki kusikia habari ya deni, na wamejipanga kweli kweli. Na mimi nikapata mwamko huo kwamba hata mimi ile tarehe 8 jamani nitamaliza deni langu. Tarehe 8 namaliza. Na nitaanza hapa, leo nitatoa hapa, nikitoa mkuu wa jimbo ile nitakachotoa kiwasilishwe kule kwenye bahasha yangu, maana najua iko pale Katheta. Maana wasije wakanidai kumbe nimeshatoa huko Handeni, si ndivyo jamani? Waandike pale, iandikwe pale kwamba nimetoa kiasi hicho. Lakini nitatoa pia cha usharika wa kana wa hapa Handeni. Nitatoa cha usharika wa Handeni na cha kwangu kiende kule kaandikwe pale, ili deni langu ifikapo tarehe 8 mimi namaliza. Labda na wenzangu wachache hapa watamaliza, wengine watafika hata robo 3. Lengo letu la kufanya haya ni ili kuona ingalau basi tunasogea kuwalipa wale wenzetu. Wenzetu wameanza, wametulia wale wanaotudai, lakini mahali pengine naona wameanza kuona kwamba mbona havieleweki. Kipindi kilichopita miezi 3 tulikusanya milioni 153. Sasa wewe fikiria unadai shilingi milioni 42, halafu unapewa hapo 100,000. Hivi utaamini kwamba watu wako serious? 100,000? Hapana. Ingalau ukipewa hata milioni 3, 4, 5, ingalau unaweza kuridhika kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo hii tunakwenda kwa mtindo huu, ingalau tukusanye fedha nyingi mwezi huu wa 6 tuweze kupunguza kwa kiasi kikubwa deni lile liishe. Na hata serikali
hamasisha hivyo kwamba malizeni hili deni ili muweze kuruhusiwa kufanya mambo mengi katika dayosisi hii. Mimi niwatakie baraka za Mungu tunapojiandaa kwa ajili ya kumtolea Mungu kwa deni la dayosisi. Bwana asifiwe sana. Bwana apewe sifa. Barikiwe na Bwana. Asante.